Oh yes, kama kawaida tunaendelea kusonga mbele kijanja kweli kweli kuitazama series yetu kali kabisa, series ambayo inafahamika kama Last Chance, na hii hapa ni episode ya 83, episode ambayo imesubiriwa kwa muda mrefu sana, na leo hii tunakuletea kigongo kikali hiki hapa. Nikuombe kwa wewe ambaye bado haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na episode mpya tunayoweka kila siku. Yes, ni Last Chance, nafasi ya mwisho. Nini kimejiri katika episode hii? Twende pamoja, twende sawia kutazama kwa pamoja ili tujue kilichojiri katika episode hii. Yes, nafikiri tunakumbuka pale ambapo Mwamba alikuwa tayari ameshamtia mkononi mwanadada huyu ambaye ni mpelelezi na ameishi katika nyumba yake kwa muda kidogo kwa ajili ya kupeleleza mishe zote ambazo jamaa huyu anazifanya. Ikumbukwe huyu binti ameingia kwa kazi maalum na anahitaji kupata taarifa zote, na mara ya mwisho aliweza kumwekea madawa kidogo ya kuweza kumpoteza kumbukumbu ili aweze kuchukua taarifa katika laptop yake ambayo alikuwa anaitumia. Na baada ya kufanikiwa, baadaye jamaa alivyoamka aliona kuna namna kama kuna kitu kimeongezeka katika kile kinywaji ambacho alikiweka pale, na akawa na machale yamemcheza, akaona kabisa kuna mchezo umechezewa. Baada ya kufuatilia, aligundua kweli huyu mwanadada alikuwa anaongea na simu akiwa anamfahamisha bosi wake wa kazi kwamba amekamilisha upelelezi wake na taarifa ameshazituma makao makuu, na hata hivyo kuna vitu kidogo ambavyo anatakiwa malizie ili aweze kupata taarifa kamili na waweze kuchukua hatua zingine. Sasa baada ya kusanukiwa mchezo huo, Mwamba akamuingiza katika mtego kumwambia kwamba kuna mazungumzo makubwa sana mimi na wewe tunataka tuyafanye, na hatutataka kufanyia hapa nyumbani kwa sababu kuna watu wengi ambao wataona, kwa hiyo itakuwa sio vyema. Alimwachia kiasi kama cha shilingi milioni 1 kwa ajili ya kujiandaa, na kisha akamwambia ukiwa tayari utampigia mfanyakazi wangu aweze kuja kuchukua na gari ili tuweze kwenda kufanya mazungumzo. Lakini hiyo yote ilikuwa ni mtego, na kama nakumbuka, lakini mwanadada kabla hajatoka aliweza kuwasiliana na mkuu wake wa kazi na kumwambia kwamba kuna sehemu nimetakiwa niende, na mkuu wa kazi akamwambia tutakuwa bega kwa bega na wewe, hatua moja baada nyingine, lakini hakikisha unakuwa makini, lakini pia hakikisha simu yako unawasha location ili tupate kufahamu popote ulipo, ili lolote likitokea tuweze kusaidia. Sasa hapa ndio hivyo tena, wamemnyamata na tayari wameshamfunga kamba, na jamaa amekasirika kwelikweli akimwambia kwa hii ndio kazi ambayo ulikuja kuifanya, ulikuwa unanichunguza ili weje? Sasa nakwambia humu ndani utatoka maiti, kwa sababu ulichokuwa unakitafuta haukukijua kina madhara gani. Sasa tambua kwamba uko katika nyakati za mwisho, hautotoka ukiwa hai humo. Kisha akamwita Benson, akamwita Dickson, akimwambia kwamba huyu atatugea faida. Na baada ya kusema kauli hiyo, nafikiri wengi wanafahamu kwamba huyu jamaa amekuwa na tabia ya kuuza viungo vya binadamu, hususan maini pamoja na figo. Kwa hiyo anaposema huyu atatugea faida, kwa maana na yeye atakuwa ni sehemu ya watu ambao wanakwenda kutolewa figo na maini ili waweze kuuza. Sasa kama unafahamu kwamba huyu mwanadada ni askari lakini ambaye amepitia mafunzo makubwa, kuna namna ambavyo anakuja kukifanya ili aweze kujiokoa na target hiyo. Lakini huku Raj haelewi nini kinaendelea nyumbani kwao, kwa sababu anashangaa tu ghafla hamuoni huyu mwanadada ambaye yeye ndiye sababu ya kumleta mwenye ndani kufanya kazi. Anashangaa kisha akijiuliza, hivi hii nyumba ina nini? Mbona mauzauza tena yanatokea? Kwa sababu Amina alitoweka bila taarifa, na yeye tulifahamu kwamba kwa sababu alikuwa na ugonjwa wa kuchanganyikiwa, basi tuliamini kwamba pengine kutokana na ugonjwa huo ndio sababu iliyopelekea aweze kupotea. Sasa huyu tena naye haonekani. Hivi hii imekaaje? Ina maana humu ndani kuna kitu ambacho kinaendelea lakini hatukijui. Ni nani anahusika na mambo haya yanayoendelea? Ni nani yuko nyuma ya mambo haya yote? Raja amekuwa akijiuliza bila kupata majibu, huku akiwa ni mkiwa kwelikweli, kwa sababu anaona mwanadada yule haonekani tena, na licha ya yote anachojiuliza ni kwa nini amekuwa si wa kupatikana kwenye simu yake, kwa sababu hata kama ameamua kuondoka, kwanza angeweza kumwaga, lakini hata bila kumwaga basi angeweza kumpigia simu na kumfahamisha, lakini mambo hayakuwa hivyo.
Lakini kwa upande wa Benson na mwanadada Irene, tunaona bwana Benson hana akili mbovu kwelikweli. Ameenda kununua sumu na kisha anamfuata Irene na kumkabidhi, anamwambia shika hii. Irene hafahamu ni nini hiki, anamuuliza Benson, ehe, hii ni nini? Benson anaangaza huku na huku ili watu wasimsikie, na kisha anamwambia shika, hii ni sumu. Irene anashangaa, sumu? Sumu hii ni ya nini sasa? Na kwa nini unanipatia mimi sumu? Anaambia sikia nikwambie, unajua tangu mwanzo nilishakwambia kwamba lengo letu ni kuweza kuishi maisha mazuri, mimi, wewe pamoja na mtoto wetu. Sasa nimepata target mzuri sana ambayo nafikiri hii ndio inakwenda kutupatia wasaha wa kwenda kuishi maisha mazuri, mimi na wewe tukiwa na amani tele na furaha. Kwa hiyo hii sumu inatakiwa uhifadhi vizuri sana. Hakikisha wakati wa kulala, dadi akishalala tu, chukua kitambaa, inyunyizie hii sumu, kisha mpitishie puani. Itakuwa tayari umekamilisha mchongo wote, na kuanzia hapo tutakwenda kuishi maisha mazuri kabisa, mimi, wewe pamoja na mtoto wetu. Nicole anapokea ile sumu, lakini akiwa na wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu hiki ambacho anakwenda kukifanya ni kitu kizito sana ambacho pengine hakikutarajiwa kabisa kama wanaweza kukifanya watu kama hawa. Lakini tukiachana na hawa wakina Nixon, pia kule Agu ndo hivyo tena, kuna kitu ambacho kilimvaa na kilimpelekea akili ya kwenda kumchukua mama yake na kumpiga kisu, huku akiamini kwamba anachokifanya ni jambo muhimu sana. Lakini wakati mama yake kabla ya kukata roho, akawa anamwambia Agu, wewe ndo unanifanyia mimi haya? Ama kweli nimeamini si kila mtoto ana msaada kwako. Nakwambia kwa hiki ulichokifanya unakwenda kuishi maisha magumu sana ambayo huyatarajia. Lakini pia kitu kingine ambacho alimwambia ni kwamba naomba unisamehe sana Hagu. Mimi ndiye niliyemtoa sadaka dada yako. Kwa hiyo naomba unisamehe kwa hayo. Kauli zile zilimfanya mama huyo aweze kupoteza maisha na kuweza kumwaga rasmi Agu ambaye ni mwanawe na kisha kukata roho. Lakini baada ya kitendo kile, Agu akili zake zinarudi na kugundua kwamba ametenda kosa moja kubwa sana la kuweza kuondoa uhai wa mzazi wake. Baadaye tuliona Agu ameanza kuchanganyikiwa kwa sababu kauli ya mama yake moja hapo ilisema kwamba utakuja kuishi maisha magumu sana. Nini kinakwenda kutokea katika episodi ya 84? Nicole atapitisha kitambaa kile katika pua ya mume wake, na je, akipitisha ataweza kumuua ama atafumwa? Lakini kwa upande wa Agu, je, ni nani atamwokoa kuondokana na ile hali ya kutokuwa na akili timamu? Lakini wakati huo huo tunajiuliza ni nini kinakwenda kumkuta mwanadada yule mpelelezi ambaye tayari yuko mikononi mwa maadui na lengo lao ni kuweza kumpoteza kabisa. Yote haya utayajua kupitia katika episodi ya 84. Tuendelee kusapoti, tuendelee kuwa pamoja. Hakikisha kama bado hujasubscribe, unabonyeza neno subscribe ili uweze kupata taarifa tunavyoupload episodi mpya. Asante na kwaheri, tukutane next episode.